Mwasham Askofu Mkuu Angelo Akatino, balozi wa Vatikani nchini Tanzania. Mwasham Askofu Stefano Lameck Musomba OSA, askofu wa kwanza wa jimbo la Bagamoyo. Wahashamu maaskofu wakuu, wahashamu maaskofu, Mheshimiwa mgeni wetu Dr. Philipo Isidori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Abubakar Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani. Waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo hapa wote. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bagamoyo. Waheshimiwa wakuu wa wilaya nyote mliopo. Waheshimiwa mapadre, mashemasi, watawa. Waheshimiwa viongozi mbalimbali wa serikali na vyama vya kisiasa mliopo. Waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Waheshimiwa viongozi wa dini mliopo. Wapendwa waamini wote mliokusanyika hapa leo. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa mgeni wetu maalum, waheshimiwa maaskofu na wageni wote mliopo hapa, jumuiya nzima ya waamini nchini Tanzania inamshukuru Mungu na kushangilia na wanabagamoyo kwa kuzaliwa kwa jimbo la 36. Jimbo la Bagamoyo kuteuliwa na kusimikwa kwa askofu wake wa kwanza, Mwashamu Askofu Stefano Lameck Musomba OSA. Bagamoyo mlango wa imani katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Sasa Bagamoyo imeinuliwa na kupata hadhi ya kupewa kanisa mahalia. Kupitia kwake imani imesimikwa, ikaenea, ikakuwa na kuimarika. Sasa ardhi hiyo iliyostahimili changamoto zote, wakati imani ikiwa changa na kukuzwa hadi kuzaa makanisa mahalia takribani 35 katika kanisa la Tanzania na mengine katika nchi za Afrika ya Kati na ukanda wa maziwa makuu. Sasa imepewa hadhi stahiki na inastahili kwa misingi ya kazi kubwa iliyofanya. Imani ikapokelewa, ikahifadhiwa na kulindwa. Hali hii ni mithili ya mama aliyezaa na kukuza watoto wengi waliothabiti kiimani, wenye utimamu kiakili na kupokeleka kijamii kwa mienendo yao miema na maadili mazuri. Anapopokea tuzo na kuinuliwa na jamii, hayawi Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, mama Bagamoyo anayo furaha isiyo kifani, furaha iliyofurika furi kutoka ndani ya mtima wake anapowaona watoto wake wanamzunguka na kumpamba, anapowaona watoto wake wakimbeba na kumshangilia. Jamii nzima ya waamini inaona fahari na kumshukuru Mungu kwa kumshangilia kwa tukio hili adhimu la kiimani. Siku hii ilisubiriwa kwa hamu kubwa, ilizungumzwa mahali pengi, ilipitia mikakati mingi yenye kutia moyo. Jambo hili jema na mingine iliyokatisha hayawi yamekuwa. Bagamoyo mlango wa imani sasa ni jimbo kamili. Tushangilie kwa makofi na vigelegele.
Mheshimiwa mgeni rasmi, wahashamu maaskofu na wageni wote mliopo hapa, katika Injili ya Luka tunasoma hivi: Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Luka sura ya 4. Ni uthibitisho wa ukomavu wa kiimani kwa kanisa la Tanzania na kusogezwa karibu kwa huduma ya kichungaji. Watu wengi wa Bagamoyo wataipokea huduma ya kiinjili kwa ukaribu na urahisi zaidi. Wanaoteseka na waliofungwa wataionja tena huruma ya Mungu, na pia walio vipofu watapata kuona, na waliosetwa wataachwa huru. Lakini pia tukitambua kwamba Kanisa Katoliki siku zote limejikita katika kumhudumia mwanadamu kiroho na kimwili, kuanzishwa kwa jimbo hili la Bagamoyo hakika utaongeza zaidi na zaidi utoaji wa huduma za kijamii, hususan huduma za afya, huduma za elimu katika maeneo haya ya mkoa wa Pwani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kushirikisha kwa ufupi chimbuko la jimbo la Bagamoyo. Kihistoria inaonyesha kwamba wakati wa misionari wakitekeleza majukumu yao ya kuinjilisha, hali ya utume ilikuwa ngumu katika mambo mbalimbali ya huko Zanzibar. Hivyo misionari walimuomba sultani awapatie ekari 80 katika eneo la Bagamoyo upande wa bara. Wakati huo Bagamoyo ilikuwa kituo ambapo watumwa walikusanywa kabla ya kusafirishwa kwa meli kwenda Zanzibar. Kwa hiyo Bagamoyo imekuwa mama wa misioni zote za Tanzania bara. Uinjilishaji wa mwanzo wa Tanganyika ulifanywa na mashirika matatu. La kwanza ni shirika la Roho Mtakatifu ambao liliinjilisha Zanzibar na kupitia Bagamoyo kuelekea kaskazini hadi mlima Kilimanjaro. Tunawashukuru sana ndugu zetu wa Holy Ghost. Shirika la pili ni wamisionari wa Afrika waliojulikana kama mapadre weupe, White Fathers, kwa sababu ya kanzu zao. Wao waliinjilisha kuanzia Tabora, sehemu ya yote ya magharibi hadi Mbeya, Kigoma, Bukoba na Musoma. Shirika la tatu lilikuwa la Wabenediktini wa Mtakatifu Otilian ambao walianza Dar es Salaam na kuelekea kusini hadi Bihawana, Dodoma, Mahenge, Songea na Lindi. Baada ya vita kuu ya kwanza, mashirika mengine yalianza kuingia kusaidia. Miongoni mwao ni wa Fransiskani wa Kapuchini, wa Konsolata, wa Palotini, wa Passionisti. Aidha, baada ya vita kuu ya pili walikuja wa Salvatoriani, wa Rozimini na wa Mary Nor. Shirika la uinjilishaji Injili Roma Propaganda Fide lilitoa sehemu ya kuinjilisha na kuongoza kwa kila shirika. Majimbo yalipata maaskofu wazawa, walialika mashirika mengine mengi kuja kuwasaidia bila kushika uongozi wa jimbo. Kwa vile tumesikia historia hii na mtazidi kuisikia, niende moja kwa moja kwa haya mengineyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, juhudi hizi kubwa katika za kanisa za kuinjilisha na utoaji wa huduma za jamii, hususan afya na elimu hapa Bagamoyo, hatimaye zimezaa matunda hadi Bagamoyo kufikia hadhi ya kufanywa jimbo katika kanisa Katoliki, ambapo mnamo tarehe 7 Machi 2025 Baba Mtakatifu Francis aliunda jimbo Katoliki la Bagamoyo kwa kuligawa jimbo kuu la Dar es Salaam na jimbo la Morogoro na kumteua Askofu Stefano Lameck Msomba OSA kuwa askofu wa kwanza wa jimbo Katoliki la Bagamoyo.
Kabla ya uteuzi huu, Askofu Stefano Lameck Msomba OSA alikuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kanisa kuu la Jimbo la Bagamoyo ni la Moyo Safi wa Bikira Maria lililopo mjini Bagamoyo. Jimbo hili la Bagamoyo linaanza likiwa na parokia 27 na parokia teule 3, mapadre wa jimbo 14, mapadre watawa 30 na watawa wa kike mashirika 125. Watawa wa kike 125, sio mashirika, samahani. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Philipo Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kanisa Katoliki siku zote limejikita katika kumkomboa mwanadamu kiroho na kimwili, na ndiyo maana zaidi ya huduma za sakramenti, kanisa linatoa huduma za elimu, afya na huduma nyingine za kijamii. Tupende kukuhakikishia kwamba kanisa la Bagamoyo litaendelea kufanya kazi bega kwa bega na serikali ili kuhakikisha kuwa Mtanzania anakombolewa katika nyanja zote za kiroho, kimwili na kiutu. Tunaiomba sana serikali iendelee kuunga mkono juhudi hizi za kanisa Katoliki na kutoa ushirikiano kwa kanisa kama mshiriki mwenza na sio mshindani katika kuwaletea Watanzania maendeleo ya kiroho, kiuchumi na kijamii. Katika muktadha huo, tunapenda kuwasilisha kwako Mheshimiwa Makamu wa Rais ombi la kurejeshewa ardhi ya bodi ya wadhamini Kanisa Katoliki Jimbo la Morogoro, ambayo sasa ni sehemu ya Jimbo Jipya la Bagamoyo inayotumiwa na chuo cha ADEM. Majengo na ardhi inayokaliwa na chuo cha ADEM vina utata mkubwa, kwani serikali ilikuwa inalipa kodi kwa kutumia majengo hayo kwa kuendesha mafunzo ya elimu tangu mwaka 1976 mpaka mwaka 1987 ilipoacha kulipa kodi kwa kanisa. Wakati serikali ikiendelea kutumia majengo na kulipa kodi hadi mwaka 1987, mara serikali ikasema ilinunua majengo yote ya seminari isipokuwa kanisa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hakuna hati za mauziano baina ya serikali na bodi ya wadhamini Kanisa Katoliki Jimbo la Morogoro, wala hakuna ridhaa ya bodi hiyo ya wadhamini wala mipaka inayofahamika vizuri mpaka sasa. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima kubwa tunaiomba serikali ikiwezekana ikubali kukaa meza moja na kanisa ili kuweza kuyaweka sawa haya mambo, ili serikali iweze kuridhika na kanisa liweze kuridhika. Hitimisho. Mwishoni, Mheshimiwa mgeni rasmi, wa hashamu maaskofu na wageni wote mliopo hapa, kwa pamoja turudie tena na tena pongezi nyingi kwa Mhashamu Askofu Stefano Lameck Msomba OSA, askofu wa kwanza wa Jimbo la Bagamoyo. Pamoja naye tunawapongeza pia mapadri wote, watawa wote na jamii nzima ya waamini na wakazi wa maeneo ya Bagamoyo. Sisi wana Morogoro na Dar es Salaam ambao kwetu mmemegwa kusudi kuunda Jimbo la Bagamoyo, tunawaahidi ushirikiano wa sala na hata kimaendeleo ya kiroho na kimwili. Tunaona uchungu kutengana hivi, lakini tunapowaahidi ushirikiano wa umoja na upendo, itakuwa ni dawa ya kupoza uchungu wetu na pia gundi ya kuendelea
kutuleta pamoja kama watoto wapendwa wa Mungu. Mhashamu Baba Askofu Stefano Lameck Msomba, tunakutakia heri na baraka za Mwenyezi Mungu katika kuiongoza jumuiya ya Mungu ya Bagamoyo kwa upendo, upole na uvumilivu. Tunaamini utaweza haya yote si kwa nguvu zako wewe mwenyewe, bali kwa uweza wa Mwenyezi Mungu anayekutia nguvu. Nitakuwa ni mchoyo wa fadhila au mchoyo wa shukrani nisipowataja wazee wetu wawili, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, na Mhashamu Telesfori Mkude, askofu mstaafu wa jimbo la Morogoro. Kama mlioanzisha mchakato, mlipanda ile mbegu, nasi tukaja kumwagilia, na leo tunashangilia matunda kwa pamoja. Tunawashukuru sana. Hawa walifanya kazi kubwa katika mchakato mzima wa jimbo la Bagamoyo. Ninamshukuru sana Askofu Mkuu Thaddeus Ruwa'ichi OFM CUP kwa ushirikiano mkubwa aliotupa. Napenda kumshukuru sana Father Valentin Bayo wa Holy Ghost kwa kazi kubwa na nzuri alizozifanya katika kufanikisha shughuli hii hapa Bagamoyo. Namshukuru sana kiongozi wa shirika la Holy Ghost Provincial kwa kutuwezesha katika mambo mengi ambayo leo sote tutayashuhudia na tumeshaanza kuyashuhudia. Asanteni sana ndugu zetu wa Holy Ghost. Namshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kumtuma makamu wa rais ndugu Philipo Isidori Mpango pamoja na viongozi wengine wa serikali kuja kushirikiana nasi katika tukio hili kubwa la kihistoria hapa Bagamoyo. Mwisho, tunawashukuru tena wote, mapadre wa Morogoro, mapadre wa Dar es Salaam, mapadre wa Bagamoyo, watawa wote wa majimbo haya yote matatu, na waamini, na kila mmoja kwa nafasi yake kwa kuja kuungana nasi na kwa michango yenu. Tunamshukuru Mungu na kumshukuru Mungu kwa tukio hili kubwa. Tunawashukuruni sana sana kwa michango yenu ya hali na mali. Hatuna maneno mengi ya kusema zaidi ya asanteni sana, na Mungu awabariki nyote. Na sasa napenda kutamka zawadi kutoka jimbo la Morogoro. Sisi jimbo la Morogoro tumeagiza gari kwa ajili ya Askofu Stefano Msomba. Kwa sababu ya ufinyu wa muda, hilo gari halijafika bado. Gari litakapofika tutamkabidhi Mhashamu Stefano Msomba ili iweze kumsaidia katika shughuli zake za kichungaji katika jimbo la Bagamoyo. Asanteni sana na Mungu awabariki.